Kocha mkuu wa klabu ya Dodoma Jiji Amani Josia amesema kuelekea kwenye mchezo wa NBC Premier League dhidi ya Tanzania Prisons watafanya kila jambo kuhakikisha wanashinda mchezo huo. Aidha, kocha huyo ameongeza kwa kusema pamoja na kutambua ugumu wa Tanzania Prisons, wamejiandaa vyema kuhakikisha wanapata alama tatu muhimu. Kwa upande wa mchezaji wa timu hiyo Anderson Solomon amesema wamejiandaa vizuri kwa kufanyia kazi mawazo ya mwalimu wao na kuhakikisha wanapata matokeo mazuri. Nikukumbushe mtarange huo wenyewe utapigwa kuanzia majira ya saa 1 kamili za usiku. Prison experience ambayo wako nayo, aina ya wachezaji ambao walitumika msimu jana bado wapo, kwa hiyo wanaelewa vizuri. Bali na mimi kuwafahamu pia, lakini hata wao pia wananifahamu pia. Kwa ni kitu ambacho ni kama tunafahamiana. So naamini pia hata hapo pia panaweza pakaleta ugumu, lakini jambo zuri ni ku-approach. Sasa hivi kuna mwalimu mwingine, uwezi ukasema anatumika kama mimi nilivyokuwa natumika. Na uwezi kujua labda dirisha hili dogo kuna watu wameingia pia kubadilika. Umeona hivyo vitu vyote hivyo vinaleta complex kidogo ya ufanye kazi yako kwa uweledi zaidi, lakini nafikiri itakuwa ni mechi ambayo excited zaidi kwetu sisi, tuone namna ambavyo tunaweza kuichanga. Mimi kama mkufunzi wa benchi la ufundi la Dodoma Jiji, matumaini yetu ni kuipatia timu furaha. Hiyo inakupa pia ni moja advantage ambao psychologically, kwa sababu hata wao wenyewe wanazungumza kwamba mechi za Dodoma Jiji Tanzania Prison ni ngumu wenyewe ambao tumewakuta hapa kwa maana ya wachezaji, lakini ugumu huo unawafanya mwisho wa siku wenyewe ndio wanashinda kwenye ugumu. Kwa hiyo mimi pia kwangu mimi hiyo pia ni advantage, ilikuwa side nyingine then nikapoteza last minute. So kwa sababu wao wako na experience ya kuwini katika dakika hizo, ama wako na experience ya kushinda katika ugumu, maana yake hiyo pia inanifavor mimi ambaye ninakuja kwenye kundi hili. Ninategemea kuendeleza kitu cha namna hiyo kwa sababu kuna mentality, kwa sababu hiyo ni mentality. Tunategemea kuendeleza kitu cha namna hiyo, lakini nadhani kama kuna possibility ya kuua mechi tunaweza tukaiua mapema. Kama kuna possibility ya kusubiriana tukaishinde kwa namna ya tradition ambavyo imezoeleka, tunaweza tukafanya hivyo. Lakini approach yetu ni kuona namna ambavyo tunaweza tukashinda mechi hivyo vyote vile itakavyokuwa, kwa sababu hatuja safari, tuko na quality players ndani ya kikosi chetu tayari. Tushapata momentum ambao tunaweza tukasema tumeipata kwenye last match. Kwa kuja hapa pia wachezaji wako na hali ambao ni nzuri zaidi. Kwa hiyo ninafikiri kwamba ni mechi ambayo tunaichukulia kwa uzito wa kipekee, kuona ambavyo na tunajua kwamba kuna ugumu ambao tunakuja kukutana nao, kwa sababu na yenyewe pia ni timu ambayo sio uwezi kuiweka Prison kama timu ambayo inakuja ugenini. Mara nyingi mikoa mingi wanakuja ni kama wanakuwa wenyeji. Kwa hiyo tunaelewa kwamba tutapata ugumu, lakini lazima ugumu huo tuushinde kama wenyeji. Kwa majina naitwa Anderson Solomon Kimweli. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, maandalizi yameenda vizuri katika mchezo wetu wa kesho dhidi ya Prison. Walimu wametuandaa kimwili, kiakili kuelekea mchezo wetu wa kesho. Kingine kama ulivyosema, sisi sio kubwa kama wachezaji, ni eneo la mbele. Tunahitaji sana mastaka wetu watupatie magoli ya kutosha. Na kingine na waomba tena mashabiki wa Dodoma Jiji waendelee kujitokeza kwa wingi kama walivyotokeza katika mchezo uliopita, waendelee kutuunga mkono. Lakini kwa upande wa kocha wa Tanzania Prisons Zedekia Otieno amesema wamejiandaa dhidi ya Dodoma Jiji, na kocha huyo pia amesema alama tatu ni muhimu kwao, hivyo watapambana kuhakikisha wanazichukua, wakitambua kuwa Dodoma Jiji ni timu ambayo ina mwalimu mzuri, lakini haitawazuia kuchukua alama tatu. Naye mchezaji wa klabu hiyo Hendy Onyango amesema watajitahidi kutumia yale waliofundishwa na mwalimu kuhakikisha wanapata alama tatu. Hiyo ni part ya mchezo, kwa sababu hatuwezi sema ati sisi wote lazima tupate mechi kabla ya kucheza na timu nyingine. So sisi pia kuna vile tumejiandaa tukijua hiyo ni upungufu tuko nayo, na tumeichukulia positive kwa sababu huwezi lalamika, na hiyo ni mipango. Kitu kingine ni kwamba sisi kwa saizi tunacheza mechi yetu ya 6 ugenini, so nafikiri itakuwa ni kawaida, tumejua kucheza vile tunafaa kucheza ugenini, kwa hivyo tuko sawa. Kwa kusema ukweli, kama timu hatuwezi wazungumzia mchezaji mmoja. Sisi tunaiongelea kama timu, na nimewaelezea kama timu tumejitayarisha vizuri na tuko ready kwa mechi ya kesho. Hatuwezi ongelea players moja kwa sababu hiyo sio timu sasa, tunaongelea mchezaji mmoja. Kitu ya kwanza, kama coach tunakuwa na
shida sana saa zile hatutengezi nafasi za kufunga, but saa zile tunatengeza nafasi za kufunga inamaanisha tunacheza vizuri. So hiyo ni individual problem ya mchezaji kibinafsi. Tumejaribu sana kufanya a lot of finishing trainings, so nafikiri by the time tutacheza kesho tutakuwa sawa hapo mbele. Kitu muhimu ni kwamba unakubali tuna create a lot of scoring opportunities, so tutaendelea kucreate na tuna hope wale wachezaji watapata hizo nafasi, watazitumia vizuri vile inatakikana. Kwa jina naitwa Henry Onyango, mchezaji wa Tanzania Prisons. Tumejiandaa vyema na tunatumai kesho kama team tutapata point 3, tutajikakamua iwezekanavyo tuweze kupata point. Ni kweli sisi kama wachezaji tumecheza mechi 7, tuja perform vyema. Tunajua ni wakati mgumu, lakini tunapoanza mchezo wetu kesho tumejiandaa kama wachezaji. Tunajua hatujakuwa vyema, lakini kuanzia kesho tutajitahidi iwezekanavyo tuweze kupata matokeo mazuri. Kwanza tutasema tumejiandaa vyema kwa kuwa tuko na mari mbaya. Hauendi kuwa mchezo mechi rahisi, lakini tutajitahidi iwezekanavyo tuweze kutoka na point 3. Azam FC imetangaza kutoa mabasi bure kwa ajili ya mashabiki watakaohitaji kwenda nchini Kenya kuisapoti timu hiyo kwenye mchezo dhidi ya Nairobi United kwenye kombe la shirikisho Afrika. Afisa habari wa Azam FC Hashim Ibwe ameeleza sababu na malengo ya uamuzi huo. Alisema mashabiki hao watajitegemea kwa malazi na mahitaji mengine watakapokuwa nchini Kenya. Nasema klabu imetoa mabasi free. Idadi ya mabasi itategemea idadi ya mashabiki. Huyu hapa Hashim Ibwe. Nairobi tayari kwa ajili ya mchezo wa Confederation Cup dhidi ya Nairobi Stars United. Hiyo ni mechi nyingine ngumu na ni mechi ambayo itatoa taswira halisi ya kile ambacho tumetaka kukipata kwenye hatua hii ya makundi. Sababu ili tu progress kwenda mbele tunahitaji alama 9 kwa sasa ili kufufua angalau matumaini. Na alama 9 hizo zimeshikiliwa na Nairobi kwenye michezo miwili, Maniema kwenye mchezo mmoja na Wydad kwenye mchezo mmoja wa away. So tutafanya kila kitu necessary ambacho kitatufanya kuwa timu kubwa mbele ya Nairobi. Tutacheza vizuri ugenini, hiyo ni ahadi. Alafu baada ya hapo tutarejea nyumbani Tanzania kujipanga na mechi zingine. Lakini jambo kubwa zaidi kuelekea kwenye hii safari wakati timu inaondoka leo, kwa upande wa mashabiki tulitangaza safari kwamba kutakuwa na nauli ya 120,000 kwenda Nairobi na kurudi, ikiwa ni gharama ya usafiri tu peke yake. Sasa hivi club kama club baada ya kuona mwitikio ni mkubwa, kwa hiyo imetoa mabasi free kutokana na namba ya watu ambayo watakuja. Kwa hiyo Azam Football Club inawaalika mashabiki kuungana na sisi kwenye safari ya kuelekea Nairobi. Namba ya mabasi ambayo yatatoka itategemea na namba ya mashabiki ambao watapatikana. Hii pia itakuwa ni kwa mashabiki ambao wanaweza kwenda kumudu gharama za kule Nairobi ambako tunakwenda. Kwa hiyo watajigharamia wenyewe malazi, lakini usafiri uko juu ya club kwenda na kurudi. Na wale ambao tayari wameshachanga basi itaongeza nguvu kwenye kusupport malazi pamoja na vitu vingine ambavyo vinaenda kufanyika kwa upande wa mashabiki. Kwa hiyo hilo liko chini ya mwenyekiti na mkurugenzi wetu wa mashabiki ambaye anasimamia swala hilo kwa ujumla. Kwa hiyo mashabiki wa Azam Football Club wanakwenda Nairobi kwa njia ya barabara na inshallah tutakuwa na wakati mzuri huko. Kwingineko, timu ya Yanga imefika salama Misri ambapo itacheza mchezo wa Ligi ya Mabingwa Afrika dhidi ya Al Ahly Januari 23 mwaka huu. Yanga, nikukumbushe tu, iko nafasi ya pili katika kundi B ikiwa na point 4 sawa na Al Ahly inayoongoza kundi zikiwa zimecheza mechi 2. Sasa wakati Yanga wao wakifika salama Misri, ni kukumbusha pia mahasimu wao Simba Sport Club yenyewe ilianza safari kwenda Tunisia mapema kupitia Uturuki kuifuata Esperance de Tunis ambapo itacheza nayo mchezo wa Ligi ya Mabingwa Afrika Jumamosi Januari 24 mwaka 2026. Na huu ni mchezo wa 3 kwa timu zote mbili katika kundi D ambapo tayari zimecheza mechi 2 na Simba inaoendea mchezo huo ikiwa na pointi 0 kwenye kundi baada ya kupoteza mechi 2 za awali ikiwa imeshika mkia, huku Esperance ikiwa na pointi 2 ikipata sare mechi 2 za awali. Na kunako medali za kimataifa, rais wa Senegal Bassirou Diomaye ameweza kumtunuku kocha mkuu wa timu ya taifa Pep Thiaw pamoja na wachezaji wa Simba wa Teranga kwa kuwapa hadhi ya
Commander of the Nation Order of the Lion, heshima ya juu ya kitaifa inatolewa kwa watu waliotoa mchango mkubwa kwa taifa lao. Tuzo hiyo imetolewa usiku wa kuamkia leo Jumatano, Januari 21 mwaka 2026 kufuatia mafanikio ya Senegal kutoa ubingwa wa AFCON 2025 baada ya kuibuka na ushindi wa 1-0 dhidi ya wenyeji Morocco katika fainali ya mashindano hayo. Akizungumza katika hafla ya utoaji wa tunzo hizo, Rais Faye amesema ubingwa wa AFCON 2025 umeiletea Senegal heshima kubwa barani Afrika na duniani kwa ujumla, akibainisha kuwa mafanikio hayo yameimarisha mshikamano wa taifa. Ameongeza kuwa kocha na wachezaji wamekuwa mabalozi wazuri wa nchi kupitia michezo, wakionyesha nidhamu, mshikamano na uzalendo wa hali ya juu. Mbali na heshima hiyo ya kitaifa, Rais Faye amewazawadia wachezaji kila mmoja kiasi cha dola 135,035 za Kimarekani sawa na shilingi milioni 342 za Kitanzania, pamoja na kipande cha ardhi chenye ukubwa wa mita za mraba 1500 katika eneo la Petite Côte, huku kila mtu mmoja wa benchi la ufundi na watumishi wa timu akipokea dola 90,000 sawa na shilingi milioni 228 za Kitanzania na kipande cha ardhi cha mita za mraba 1000. Hiyo ndo faida ya kulipigania taifa, kufa ama kupona, unasema jasho na damu.